Kuanzia weekend hii, moja kati ya taarifa ambayo ilikuwa ikienda viral kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ile ambayo ilikuwa ikimhusisha mwanadada ambaye anafahamika kama Cherry, lakini pia Mwijaku, Issa Tambuu pamoja na Doto Magari. Na hii ilikuwa ni taarifa ambayo ilikuwa ikihusiana na tuhuma ambazo zilikuwa zikimwendea Doto Magari kwamba ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na tuhuma hiyo pia ilianza kutolewa na mwanadada ambaye anafahamika kama Cherry kupitia kwenye mitandao ya kijamii, ambaye yeye pia alijitoa hadharani na kusema kwamba ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, na sababu ilikuwa ni kutokana na kubakwa hapa Dodoma katika moja kati ya eneo ambalo linafahamika kama Mkuhungu. Kwa hiyo ndio sababu ya maambukizi ambayo aliyapata. Hiyo ilikuwa ni tangu mwaka 2012. Wakati huo pia alikuwa hajafikisha hata umri wa miaka 18. Sasa tuhuma hizo zilimwelekea Doto Magari kwamba yeye ni mwathirika virusi vya ukimwi, na kitu ambacho Doto Magari pia ni kama amehuzunishwa nacho sana kutokana na tuhuma ambazo ameletewa za maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na wakati huo anatolewa tuhuma hizo, Doto Magari alikuwa yupo Dodoma kwa ajili ya shughuli zake za hapa na pale, na baadaye akaja kuahidi kwamba akirudi tu Dar es Salaam atakachokifanya ni kwenda kupima ili kuthibitishia umma ambao umepotoshwa kupitia kwenye mitandao ya kijamii kwamba yeye sio mwathirika kama ambavyo imekuwa ikizungumzwa. Akaenda mbali zaidi na kudai kwamba ni kwa sababu Cherry ni mwanaharakati, kwa hiyo inawezekana anamchukia kwa sababu Doto yuko upande wa serikali, ni kama amekuwa akitetea sana serikali, afu Cherry yeye ni mwanaharakati ambaye ni kama anaikosoa sana serikali. Kwa hiyo kwa mujibu wa Doto Magari akatoa hizo sababu kwamba ndio maana anatuhumiwa kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na Cherry alienda mbali zaidi na kusema kwamba amewahi kukutana na Doto Magari wakiwa wanaenda kwenye kupata huduma za maambukizi ya virusi vya ukimwi, maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na dawa na vitu vingine pia. Kwa hiyo imeenda mbali zaidi. Mwijaku na yeye pia tunafahamu kwamba amekuwa na utani mkubwa sana na Doto Magari. Akaendelea kumshambulia kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii akidai kwamba ni kweli Doto ameathirika kwa kile ambacho alikuwa anaomba, pia kama sio kweli basi akapime live, ndipo ambapo umma utambue je, hizi tuhuma ni za kweli au sio za kweli. Doto Magari aliyesema akifika Dar es Salaam ataenda kupima, ambayo ni siku ya jana. Na jana aliingia Dar es Salaam, lakini baada ya kwenda Dar es Salaam haikuwa hivyo kama ambavyo mwenyewe aliahidi kwamba anaenda kupima katika hospitali ya Mwananyamala na akiwa na waandishi wa habari. Alizungumza na waandishi wa habari na baadaye akasema kwamba anaelekea Mwananyamala kupima ni kwa sababu hawaruhusu ile eneo kuingia waandishi wa habari. Basi yeye atakachokifanya atakuwa live kwenye Instagram na baadaye pia atashuti, kwa maana ya kwamba atatengeneza video ambazo zinaonyesha majibu yake na wakati akiwa anapimwa. Sasa siku ya jana nayo imeisha. Waandishi na wadau mbalimbali pia wamekuwa kisubiri sana kuhusiana na swala hilo ambalo Doto Magari alikuwa analizungumza kwenda kupima live. Lakini leo tena bado mambo yamekuwa yale yale, na watu wengi sasa ni kama wameanza sasa kwenda mbali zaidi na kudai kama kweli tuhuma ambazo alipewa Doto Magari kama sio kweli, kwa nini ameshindwa kwenda kupima ili athibitishie umma kwamba hizi tuhuma ambazo alikuwa anafikishiwa sio za kweli, kwamba ni nini ambacho anaogopa kwenda kupima ili pia kuweza kuthibitishia umma kwamba hizo tuhuma ambazo anapewa sio tuhuma za kweli. Kwa hiyo story ni inataka kubadilika tena kuja upande mwingine. Sawa, alikuwa ametuhumiwa na ni kosa kumtuhumu mtu kwenye mitandao ya kijamii kwamba ana maradhi fulani, lakini je, kama alikuwa ametuhumiwa kwa mujibu wa taarifa zake kwamba anasema sio kweli, lakini kwa nini pia anazungusha watu kwenda kupima? Na Issa Tambuu ni moja kati ya mtu pia ambaye amekuwa akimshinikiza sana aende akapime. Kwa hiyo ni kama amekuwa akipewa pressure ya kila aina kwamba nenda kapime, lakini yeye mwenyewe pia ni kama haoneshi ile nia ya kwenda kupima ili pia aweze kuthibitishia umma kwamba je, hicho ambacho kimekuwa kikizungumzwa ni kweli au sio kweli. Kwa hiyo mambo yamekuwa mengi sana. Ni kama Doto Magari tena sasa story nataka kumbadilikia. Kama sio kweli, kwa nini haendi kupima? Haya bana. Kwa hiyo mitazamo imekuwa mengi sana kwa watu wengi sana. Kila sehemu watu wamekuwa wakitoa tuhuma zao pia. Wewe mtazamo wako ni upi? Tuandikie hapa maoni yako, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi. Bwana Doto yule, ngoja mimi sikubali. Kwa nini anadanganya anaenda kupima? Ngoja usete mambo yako. Doto
Doto ngoja kwanza. Ngoja bwana, lazima nikurekodi. Ngoja tulia, hamstaki bwana. Huyu hapa. Nitulia, umerekodi na. Wewe tuambie unaenda kupima. Kwani wewe tuambie kupima? Sasa pima mimi na ukimwi Isa. Wewe una wanawake wanne utakusoma, mbona upimi? Kwa hiyo na maana nikipima yule tutakuwa tumeendeleza muendelezo wake, na maana sisi anatuondesha. Yeye yuko Ulaya. Nakudhalilisha. Wewe kwa mkali. Kwani wewe hajaona mtandaoni? Ndio amenipa star. Kama wewe unataka followers kupitia mimi. Kama unaniambia unao afu nani anao bwana? Wewe tulia, atakuja yule mke wako wa Facebook. Ngoja una wanawake wanne, kuna dada alompangia, yule anofanya kazi si wapi? Mimi uweze kunipata. Haya, cha kanyaka. Juzi ulikuwa unaumwa. Au niwaambie ulikuwa unaumwa nini? Wewe na usemi. Aliwezi. Yaani wasanii wanakuja kwa rekodi. Tajiri wewe, ana mambo ya kigeni. Utastanka tajiri.